Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inatekeleza mpango wa Compact Partnership wa mwaka 2023 wenye lengo la kuwasaidia wanafunzi wanaokabiliwa na changamoto ya ujifunzaji hususan katika stadi za kusoma, kuandika na kuhesabu. Hayo yamesemwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah wakati wa ufunguzi wa mkutano wa 9 wa tathmini ya maendeleo ya sekta ya elimu Zanzibar kwa mwaka 2025 uliofanyika katika ukumbi wa hoteli ya Madinatul Bahari Mbweni, Zanzibar. Amesema matokeo ya upimaji wa kujua kusoma, kuandika na kuhesabu ya mwaka 2025 yameonyesha wazi kuwa idadi kubwa ya wanafunzi hawajafikia viwango vinavyotarajiwa, hivyo ipo haja ya kuongeza jitihada zaidi ili kuweza kuitatua changamoto hiyo. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inaendelea kuweka msisitizo mkubwa katika kuimarisha stadi za msingi za ujifunzaji sambamba na kutambua umuhimu wa stadi za amali, yaani vocational training, katika kukidhi mahitaji ya soko la ajira la sasa na baadaye ndani na nje ya nchi yetu. Vile vile, kwa lengo la kukabiliana na changamoto zinazoathiri ujifunzaji, serikali inaendelea kuimarisha miundombinu ya elimu kwa kuweka mazingira bora ya kujifunza na kufundishia. Serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026 imepanga kujenga madarasa 1000 ambapo kwa sasa hatua hiyo inaendelea kwa kujenga skuli za ghorofa 13 katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Lengo ni kupunguza msongamano wa wanafunzi madarasani na kuondoa mikondo miwili uingiaji skuli kwa baadhi ya skuli ambazo bado zinaendelea na utaratibu huo. Kadhalika, serikali imedhamiria kuajiri walimu 1500 ili kuboresha uwiano wa walimu na wanafunzi. Hatua hizi zote zinaendelea kutekelezwa na zinaonyesha dhamira ya dhati ya serikali ya kuimarisha ubora wa elimu hapa nchini. Upande wake, Waziri wa Elimu na Mafunzo ya Amali Zanzibar, Mheshimiwa Leila Mohamed Musa, amesema Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar imekuwa ikiwekeza fedha nyingi katika sekta ya elimu kwa lengo la kuimarisha na kuboresha miundombinu ya elimu na kuhakikisha wanafunzi wa Zanzibar wanapata elimu bora. Amesema kupitia mkutano huo mafanikio mbalimbali yamepatikana ikiwemo kujengwa kwa ofisi za elimu kila wilaya pamoja na kuanzishwa programu ya School Connecting ambayo zinaziunganisha skuli mbalimbali katika kufunza na kufundishia. Mkutano huu unawakutanisha wadau wote wa sekta ya elimu, watendaji, watunga sera, pamoja na beneficiary, mpaka wanafunzi wako hapa na wazazi. Lengo kubwa la mkutano huu ni kuhakikisha uwazi na uwajibikaji ndani ya sekta ya elimu, kuacha duplication of issues. Linaloamuliwa kwa pamoja linafanyiwa kazi kwa pamoja katika vikao hivi. Hili ni tanuri la fikra ndani ya sekta ya elimu. Wataalamu hawa hukaa na kujadiliana juu ya ajenda mbalimbali za kimaendeleo kutokana na vipaumbele vya serikali, vipaumbele vya kisera na vipaumbele vya kitaifa. Na baadaye hupanga ndani ya mwaka huu, kila mmoja anabeba commitment. Serikali tunabeba commitment yale ambayo tunaenda kutekeleza, wadau wa maendeleo wanabeba commitment na asasi za kiraia zinabeba commitment. Baadaye sote tunaanza utekelezaji ndani ya mwaka mmoja. Lakini kama wasomi, kama wataalamu, tunapomaliza kazi ile tunafanya tathmini. Kikao hichi ni cha kuja kufanya tathmini ya utekelezaji yale mambo yote ambayo tulikubaliana. Tunapata fursa ya pamoja kufahamu nini tumekitekeleza, nini hakikutekelezwa na kanini, kipi kilikuwa ni changamoto, na tunajipanga upya kuelekea mwaka unaofuata. Akizungumza kwa niaba ya asasi za kiraia zinazofanya kazi Zanzibar chini ya mtandao wa elimu Zanzibar, Bwana Kaisari Mohamed Saidi amesema asasi za kiraia zimekuwa nguzo muhimu katika kuwajengea elimu watoto wa Kizanzibari na kuletea mabadiliko ya kweli kupitia programu bunifu na mbinu mbalimbali za kujifunzia bila ya kuwasahau wanafunzi wenye mahitaji maalum. Kaisari amefahamisha kuwa msingi wa elimu bora kwa wanafunzi unaanzia kwa kuwa na mashirikiano ya karibu kati ya wazazi, walimu, kamati za skuli na Wizara ya Elimu ambayo yatatoa matokeo chanya katika kuimarisha sekta ya elimu nchini. Kuboresha huduma ya elimu inatolewa na kuongeza viwango vya ufaulu
suala la uongozi ni la msingi, ambapo kwa namna moja au nyingine asasi za kiraia ikiwemo ZAPS, Sazani's Trust, Milele Zanzibar Foundation, Madrasa Early Childhood Program Zanzibar zimekuwa zikiimarisha uongozi katika ngazi za skuli na jamii. Kupitia mafunzo, ushirikishwaji wa wazazi na kujenga uwezo wa walimu na viongozi wa elimu, tumekuwa tukijenga mfumo imara unamweka mtoto katika kila amuzi linaloamuliwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mchango huu wote unaelekea katika lengo moja la kuhakikisha kuwa kila mtoto wa Zanzibar, bila kujali mazingira yake, anapata fursa sawa ya kujifunza na kufanikiwa. Hata hivyo, bado tunahitaji kuimarisha ushirikiano, kuongeza uwekezaji katika rasilimali jumuishi na kuendeleza ubunifu katika mbinu za kufundishia na kujifunzia. Kwa pamoja, serikali, asasi za kiraia na wadau wote tunaweza kujenga Zanzibar yenye watoto wanaojiamini, wenye ujuzi na walio tayari kukabiliana na changamoto za dunia ya leo na ya kesho. Hizi ni ripoti za ASAM. Fatma Bernard, ASAM Online TV.